naitwa Godwin Gosbert Shengo. Kwangu mimi mchezo wa finali ya Muungano utakuwa ni mchezo mzuri, lakini kwa mtazamo hautakuwa mchezo wenye mvuto mkubwa sana, kwa sababu ni mchezo ambao ni wa kimkakati. Yaani mnaamua kwamba tena tukacheze kwa namna gani. Kwa sababu ni mchezo ambao unahitaji pointi 3, ila unahitaji matokeo. Maana yake ni kwamba hata ikiwa 0-0 bado mnakuwa na uhakika wa kuchukua kombe, kwa sababu ni mchezo ambao haumaliziki dakika 90, unamalizika inawezekana ikaenda kwa ziada. Kwa hiyo kwenye mtazamo tu ni mchezo ambao inawezekana tusione mvuto mkubwa sana kwa sababu ya dabi yuko mbele. Lakini kwenye uchezaji ukitazama timu zote mbili, nazungumzia Simba nazungumzia na Yanga, wana tofauti mkubwa sana. Nilikuwa nitazama Yanga kutoka kwenye mapumziko mechi 5 zilizopita, wamefunga magoli 19+. Maana yake ni kwamba shambuliaji yuko kwenye ubora mkubwa sana. Lakini wametengeneza nafasi nyingi sana ambazo ukitazama kwenye mchezo wamekuwa wakitengeneza nafasi zaidi ya 8. Maana yake ni kwamba ni timu ambayo inashambulia sana lango la timu pinzani. Lakini pia Simba na wao ukiwatazama kwenye rekodi wametengeneza nafasi nyingi, wameshinda kuzitumia katika mechi 5 zilizopita ambazo wamecheza, wamefunga magoli 15+. Maana yake wenyewe wamepungua magoli yale ambayo Yanga wamefunga. Lakini ukitazama kwenye eneo la ulinzi, Simba wamefunga magoli 2 kwenye mchezo hiyo, lakini Yanga hajafungwa goli lolote kwenye mchezo. Maana yake unaona kwenye eneo la ulinzi Yanga wako vizuri, lakini kwenye eneo la ulinzi Simba wako na udhaifu. Ukiangalia kwenye mchezo wa leo, ni nani atakaye approach mwenzake kwenye ukubwa sana ndio atakayepata matokeo. Kwa mfano kocha wa Simba akiingia leo kwa kuipushi timu ianze kupress kuanzia kwenye lango la Yanga, anza kupata matokeo, kwa sababu mabeki wote ambao inawezekana leo akaanza kukosa Yanga si wazuri kwenye matumizi ya mpira akiwa uwanjani. Namzungumzia Baka si mzuri sana akiwa na mpira. Lakini pia Asinki si mzuri sana akiwa na mpira. Mtu ambaye amekuwa akituliza ile eneo alikuwa ni Job. Lakini kwa sasa maana yake italazimisha Djigui Diarra awe na matumizi ya fullback zake kuliko kwenye eneo katikati mwa uwanja ambao anacheza mabeki yao. Kwa hiyo kama Simba atapress kwenye ile eneo, maana yake watakuwa wana uwezo wa kupata matokeo, kwa sababu hapa kuna uwezekano wa kupoteza mpira, na unajua Simba wana winga ambao wana kasi kubwa. Waweza watumie opportunity na wakaenda kufunga. Lakini pia Simba wenyewe wana udhaifu kwenye eneo la ukabaji, hasa kuanzia kwenye eneo ambalo hatuwezi kufika goli. Kwa kama Yanga watapress kama wao walikuwa wamepress kwenye mchezo ambao wamecheza mingi, mara nyingi sana sasa hivi Yanga kwa mchezo mtano uliopita wanatumia sana half space, ambayo hapa ndo tunamkuta Alan Okelo ambaye ukimtazama amekuwa na impact kubwa sana, kwa sababu anapewa eneo dogo sana la kucheza. Yaani si ambaye tumeshazoea hapa anaweza kuzunguka uwanja mzima, lakini anapewa eneo dogo sana la kucheza ambalo linaruhusu yeye kuamua ni eneo gani apeleke pass, kwa sababu ana eneo kubwa ambalo anaweza kusema anatumia nguvu kubwa sana. Kwa hiyo kama watacheza kwenye ile eneo, maana yake watakuwa na madhara makubwa sana kwenye lango la Simba. Lakini kwa mimi nikitazama kiufundi zaidi, inawezekana huu mchezo ukaenda 0-0, yani kwa namna ambavyo ilivyo, kwa sababu si mchezo ambao labda utashuhudia leo Pacome atatoa zile nguvu zake zote, utashuhudia leo Max Zingine atatoa zile nguvu zake zote. Kumbuka na mchezo ambao unafuata wa ligi ambao unahitaji matokeo zaidi kuliko mchezo. Yaani ule mchezo tunasema ndio finali yenyewe. Yaani ni finali ya kwanza, lakini kuna finali yenyewe kwamba kama Yanga atashinda finali inayofuata ambayo ni tarehe 3, maana yake itamwamsha kutoka kwamba sasa wewe ni mabingwa. Lakini Simba akishinda, maana yake atakuwa amemsubiria Yanga, pressure itabaki kwa Yanga. Kwa hiyo mimi nadhani utakuwa mchezo mzuri, lakini hautakuwa mchezo wa kuvutia sana, na matokeo yake inaweza ikawa 0-0, yani kwa namna ambavyo natazama. Karibu Video Studio inayopatikana mtaa wa Samaki Yumwa jijini Dodoma. Tunarusha movie mbalimbali, tunaweka program zote za kompyuta, tunapiga window kwenye kompyuta, pamoja na kuweka nyimbo za aina mbalimbali za kale na za sasa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0744360662 na 0782542006. Nyote mnakaribishwa Video Studio kwa huduma mbalimbali za nyimbo pamoja na programu za kompyuta, bila kusahau na kuweka window kwenye kompyuta yako. Nyote mnakaribishwa.